Sadaka sehemu ya 8. Mtunzi anaitwa Kalmas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Msimulizi ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo mara baada ya kujiuliza maswali mengi pale ofisini, mzee Madale aliamua kumsubiri mgeni ambaye alikuwa anamhitaji. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 8. Mlango ulifunguliwa taratibu. Macho ya mzee Madale yalikuwa yakitazama katika mlango ule ili tu aweze kujua ni mgeni gani ambaye alikuwa amemtembelea asubuhi ya siku ile. Nilikuwa nahitaji kujua mzee Madale, na nusura mzee Madale apoteze fahamu. Mzee Madale hakuamini kabisa kile ambacho macho yake yalikuwa kikiona. Mlango ulipofunguka, alionekana mbuzi mweusi akiwa anaingia mle ofisini, na mara baada ya kuingia, mbuzi ule aliusukuma ule mlango na kisha akaufunga. Mzee Madale alihisi kwamba labda Jacqueline ameanza kueuka. Hivi punde alimwambia kwamba kuna mgeni alikuwa anahitaji kuonana naye, lakini cha kustaajabisha alikuwa amemruhusu mbuzi kuingia ofisini mwake. Alikuwa anahisi kama msaidizi wake ameanza kupata wehu. Na kujua kabisa Jacqueline alikuwa na maana gani kwa kufanya kitendo kile. Mzee Madale sasa hasira kali zilianza kumshika. Aliona kwamba Jacqueline alikuwa analeta utoto katika kazi. Baadaye mzee Madale aliupitisha uamuzi katika halmashauri ya kichwa chake. Yalikuwa ni maamuzi ya kumwachisha kazi Jacqueline. Hakutaka kabisa kuendelea kuwa na katibu mutasi mwenye akili za kijinga na kitoto kama za Jacqueline. Kwanza kabisa aliamua kumfukuza kwanza ule mbuzi na baadaye amtimue Jacqueline kutoka pale kazini. Alikuwa ameamua vile mzee Madale. Akiwa anataka kusimama kwa lengo la kwenda kumtimua yule mbuzi, ghafla kuna jambo likatokea ndani ya ofisi yake. Mbuzi ule mlangoni alianza kubadilika na kuwa nusu mbuzi, nusu binadamu. Mzee Madale aliogopa sana. Alikuwa anaogopa sana mzee Madale. Alikuwa hajawahi kabisa kukutana na tukio la aina ile katika maisha yake yote. Jambo ambalo lilimwogofya zaidi ilikuwa ni kwamba mbuzi ule alikuwa anafanana kabisa na yule mbuzi ambaye alimuota katika njozi wiki 3 zilizopita. Alikuwa ni yule ambaye alimuona katika ndoto. Hakuwa na tofauti kabisa. Mzee Madale akiwa bado amedoa, ghafla mbuzi ule alibadilika na kuwa binadamu kamili. Aliweza kubadilika yule mbuzi. Alibadilika yule mbuzi na kuwa binadamu kamili. Hasa ndipo mzee Madale alitamani ardhi ifumuke na kisha immeze. Mkojo mwembamba ulimchirizika na kumlowesha katika sehemu za mbele za surali yake. Kijana ambaye alikuwa amesimama mbele yake alikuwa ni yule kijana ambaye alimtoa kafara miaka 7 iliyopita kwa mganga Sunguruma katika kijiji cha Mtapanya. Mwili wa mzee Madale sasa ulishukwa na baridi na alianza kutetemeka mpaka ndani ya moyo wake. Alikuwa anatetemeka sana mzee Madale. Mara baada ya kumwona mtu yule na kuona jinsi ambavyo anatetemeka. Yule kijana alizungumza kwa sauti nzito na ya kutisha tofauti na mwonekano wake. Alizungumza vile yule mzee. Wewe ni nani? Na unataka nini kwangu? Mzee Madale aliuliza vile huku akiwa anatetemeka. Naona unajifanya umenisahau. Naitwa Mzee Mtekela. Nimekuja kwa ajili ya kulipa kisasi cha kifo cha kijana Richard ambacho alikifanya miaka 7 iliyopita. Mzee Mtekela uliweza kuzungumza vile. Ni kwa muda mrefu sasa umekuwa unafurahia utajiri ambao uliupata kwa njia haramu. Umekuwa unaficha siri nzito ambazo kama jamii ikiweza kujua, basi inaweza hata kukuua. Umepoteza maisha ya watu wengi sana ambao umekuwa ukiwaua kila mwaka kama sadaka kwa mganga wako. Umekuwa katili zaidi ya mnyama. Mzimu ule uliendelea kunguruma. Sasa ilikuwa ni kwa sauti ya kufoka ambayo ilikuwa imejaa jazba. Mzee Madale alikuwa anatetemeka sana kutokana na kauli ya mzimu ule. Ilikuwa ni kauli ambayo ilimtisha kuliko kauli zote ambazo aliwahi kuzisikia katika maisha yake. Alikuwa ametishika sana mzee Madale. Nimekuja kukupa taarifa kwamba kuanzia leo nitafanya maisha yako kuwa magumu zaidi ya ugumu wenyewe. Ninataka uyahisi maumivu ambayo yule kijana mliomchinja aliyasikia. Mzee Mtekela ulizungumza vile, na mara baada ya maneno hayo Mzee Mtekela ulitoweka mle ofisini kwa kuyeyuka.
Mzee Madale moyo ulikuwa na mwenda mbio sana, na kwa mbali alianza kuhisi kama presha ya kushuka ikimjia. Ghafla kaiangukia meza na kisha kupoteza kabisa fahamu. Mzee Madale alizinduka kutoka kwenye giza kubwa ambalo alikuwemo. Akili yake haikuwa ikifanya kazi vizuri. Alijitazama na kugundua kwamba alikuwa amelala kitandani. Kitanda kile kilikuwa kigeni kabisa kwake. Kilikuwa na kitanda kigeni kabisa kwake. Ilikuwa na maana kwamba akikuwa kitanda cha nyumbani kwake. Kitanda kile kilikuwa kimetandikwa shuka jeupe, na yeye mwenyewe alikuwa amefunikwa shuka jeupe vile vile. Aliyapepesa macho yake pembeni ya kitanda kile na kumwona mke wake akiwa amesimama akiwa anamtazama kwa huzuni. Mzee Madale hakujua kabisa na kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kwa wakati ule. Alijaribu sana kurudisha kumbukumbu zake nyuma ili aweze kukumbuka ni nini ambacho kilikuwa kimemtokea, lakini kumbukumbu zake ziligoma kabisa kumrudia. Ziligoma. Nini kimenipata mke wangu? Mzee Madale aliweza kumuuliza mkewe. Ulipoteza fahamu mume wangu ukiwa ofisini. Mke wa Mzee Madale aliweza kumjibu mumewe. Maneno ya mke wake yalimtisha sana Mzee Madale, na hapo ndipo taratibu alianza kukumbuka tukio zima ambalo lilikuwa limetokea ofisini mwake wakati wa asubuhi. Alikumbuka jinsi ambavyo alitembelewa na Mzee Mtekela na jinsi ambavyo mzee ule ulimpa vitisho ambavyo moyo wake ulishindwa kabisa kuvihimili. Yote alikuwa anakumbuka vizuri Mzee Madale. Majibu ya daktari yanaonyesha kwamba alikuwa ameshikwa na presha ya kushuka. Mkewe alizungumza kauli ambayo ilimkatiza mawazo ambayo alikuwa akiyawaza kwa wakati ule. Lakini mke wangu, presha mimi imenianza lini wakati mimi sina kabisa presha? Mzee Madale alimuuliza mke wake swali, na wakati hata yeye alikuwa anajua presha ile ilikuwa imetokana na kitu gani. Hata mimi mwenyewe nimeshangaa mume wangu. Nimeshangaa. Kilichoendelea, tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.